nataka tufanye challenge ya uwekezaji, na mshindi wa challenge hii nitampa shilingi 50,000 kwa mtu ambaye atatoa maelezo mazuri. Kwa hiyo unaruhusiwa kushirikishana wengine ili wakupigie kura. Ikiwa kwamba utaibuka na una maono mazuri, basi nitakupa shilingi 50,000, lakini nitaruhusiwa kuposti kwa sababu nataka nitoe udhibitisho nilichokiahidi baada ya challenge nimekitimiza. Challenge yenyewe iko hivi: katika soko la hisa la Dar es Salaam kuna kampuni mbili, kampuni A na kampuni B. Kampuni A inasambaza umeme na imefanikiwa hilo kwa 90%. Ni maana kama vile Tanzania imefanikiwa kusambaza umeme kwa wateja wake wote, lakini imebakiza tu 10% ya wateja wake kuwafikia wateja wote. Kwa hiyo kampuni hiyo ina mtaji mkubwa, vile vile inapata faida, lakini kampuni hiyo inahitaji pesa zaidi. Inaamua kuingia kwenye soko la hisa la Dar es Salaam ili ipate pesa zaidi ya kuboresha huduma zake, kuepukana na washindani. Hiyo ni kampuni A ambayo iko kwenye soko la hisa inatafuta pesa zaidi ili endelee kuboresha huduma zake. Alafu mbele huko tuna kampuni B. Kampuni B tuseme inasambaza maji, alafu imefikia tu 20% ya wateja wake. Kwa hiyo 80% bado inahitaji maji. Tuseme kama vile kama Tanzania imefikia tu mkoa wa Dar es Salaam, lakini mikoa mingine hakuna maji. Kwa hiyo waliingia kwenye soko la hisa, wanahitaji pesa zaidi ili waendelee kupanua huduma zao na kuboresha huduma zao. Lakini kampuni B haina faida kubwa, vile vile haina mtaji mkubwa, na ndio maana imeamua kuingia kwenye soko la hisa kutaka kupata mtaji, panue huduma na vile vile kuboresha huduma kwa wateja wao. So swali langu ni kwamba wewe kama mwekezaji unaweza kuwekeza wapi? Sasa inatakiwa ueleze kwa nini umechagua kampuni A au B na yatolee maelezo. Na maelezo mazuri na itakayopata kura nyingi, basi 50,000 ipo kwa ajili yako.